Wapendwa taifa la Mungu, karibuni katika tafakari hii yetu ya leo, ikiwa ni Jumatano tarehe 15 mwezi wa 7. Masomo yetu ya leo, katika siku hii ya leo tunaambiwa kwamba tuwe watu wanyenyekevu, na ndiyo karama ambayo Mwenyezi Mungu anatuomba tujifunze katika maisha yetu ya Ukristo. Tuwe watu wanyenyekevu. Katika somo la kwanza tunakutana na taifa moja, taifa la Ashura, ambayo kwa Kiingereza inajulikana kama Assyria. Taifa hili Mwenyezi Mungu analitumia kuwakandamiza hawa wana wa Israeli ambao walikuwa wamemwasi Mwenyezi Mungu. Anawatumia taifa hili la Ashura kuwapiga vita hawa wana wa Israeli ambao maisha waliokuwa wanaishi hayakumpendeza Mwenyezi Mungu. Licha ya Mwenyezi Mungu kuwatumia hawa watu wa taifa la Ashura au Assyria, tunaona kwamba hawa wafalme wa Ashura pamoja na viongozi wake wanaanza kujigamba kwamba wao kushinda vita ni juu ya juhudi zao, sio tena juhudi zake Mwenyezi Mungu. Hivyo basi Mwenyezi Mungu anachukizwa na jambo hili na anaamua sasa leo hii katika somo la kwanza kuwatangazia hukumu. Kumbe pia sisi kama Wakristo mara nyingi tunapojisahau, tukiangalia mafanikio yetu kama ni sisi wenyewe tuliojitahidi kufanikisha, tunamsahau Mwenyezi Mungu. Kumbe Mwenyezi Mungu hafurahii, na kama anavyowatangazia hukumu hawa wana wa Ashura au Assyria, basi na sisi pia hatuwezi kwepa tukajigamba ama tukajivuna tukajipiga vifua na kuona kwamba chochote tunachoweza kukifanya ni kadri ya nguvu zetu. Basi tutakuwa tunaishi kama hawa wana wa Assyria, na kwa vile waliadhibiwa, sisi pia hatuwezi kwepa hii adhabu. Na katika somo la Injili ambalo linatoka katika kitabu au mwinjili Mathayo, Yesu anamshukuru Mwenyezi Mungu. Anatuambia kwamba anamshukuru kwa sababu gani? Kwa sababu amewaficha wenye hekima na akili na akaja kuwafunulia wale wadogo, wale wachanga. Anakuja kuwafunulia hawa watu ambao ni wanyenyekevu. Sisi kumbe tukiwa wanyenyekevu, basi ule uhusiano na Mwenyezi Mungu utajengeka. Lakini tukajisahau tukaishi kama hili taifa la Assyria, basi Mwenyezi Mungu ataunda uadui na sisi. Tunaalikwa sasa tuige unyenyekevu huu ambao Yesu mwenyewe anajaribu kutuambia katika Injili, kwamba Mwenyezi Mungu anawafunulia tu wale ambao wanajidogodesha, wale ambao wanajiweka chini. Tukitumia mfano wa Bikira Maria ambaye mara nyingi alikuwa mnyenyekevu, aliweza kutii sauti ya Mwenyezi Mungu, na mwisho wa siku tunaona kwamba maisha yake hapa duniani yaliweza kuzaa matunda. Hivyo basi sisi kama Wakristo leo hii tunaalikwa tuishi maisha ya unyenyekevu, tusijigambe, tusijipige vifua vyetu, tukitambua kwamba Mwenyezi Mungu ndiye anatufanikishia yote. Mwenyezi Mungu ndiye yupo nyuma ya mafanikio yetu na juhudi zetu. Tumsifu Yesu Kristo.